Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Saudi Arabia ipo njia panda ikiwa katika juhudi za kutaka kuingia katika vita dhidi ya Iran. Saudi Arabia imeona namna ambavyo wa Iran wanapambana na Marekani na Israel, na sasa inatathmini ni jinsi gani itakapoanzisha vita dhidi ya Iran. Tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran mnamo Februari 28, Saudi Arabia kwa kiasi kikubwa imejitahidi kuepuka kujihusisha moja kwa moja na mzozo huo. Lakini sasa baada ya kushambuliwa kutoka pande tatu, Saudi Arabia inaonekana imefikia mwisho wa uvumilivu wake. Wiki hii ilifanya mashambulizi ya pamoja na Marekani dhidi ya makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq, ambayo inaamini yamekuwa yakirusha ndege zisizokuwa na rubani kushambulia ufalme huo. Kwa Saudi Arabia, mtanziko uliopo sasa ni kama iendelee kujibu mashambulizi hayo ili kuzuia mengine asitokee, au ijaribu kupunguza mvutano, huenda kwa kufanya mazungumzo au kutoa motisha kwa baadhi ya wapinzani wake. Kwa hiyo ni nani anayemshambulia nani na kwa nini? Kwanza ni muhimu kuelewa muktadha. Kwa ujumla, kuna pande mbili kuu katika mzozo ambao umekuwa ukikumba Ghuba ya Uajemi na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati kwa kipindi cha miezi mitano sasa. Upande mmoja upo Iran pamoja na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Washirika wao ni wapiganaji wa Kihuthi huko Yemen, kundi la kikabila lililochukua udhibiti wa serikali kubwa ya Yemen mwaka 2014. Pia Iran inaunga mkono vikosi vya uhamasishaji nchini Iraq, lakini pia kundi la wanamgambo linalodaiwa kufanya mashambulizi 30 ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Saudi Arabia, na ambalo sasa limejibiwa kwa kushambuliwa. Aidha, kuna kundi la wapiganaji la Hizbullah huko Lebanon, ambalo bado ni kundi lenye nguvu, ingawa kwa sasa limepunguza shughuli zake na linaonekana kujizuia kushiriki moja kwa moja katika mapigano. Upande wa pili wa mzozo huu upo Marekani, ikiwa na vikosi vyenye nguvu vya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, pamoja na viwango tofauti vya ushiriki katika nchi za Kiarabu za Ghuba pamoja na Jordan. Israel inaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Marekani, lakini kwa sasa haishiriki moja kwa moja katika vita hivi. Hivi karibuni Iran imeelekeza mashambulizi yake ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora dhidi ya Jordan, Kuwait na Bahrain. Pia imelenga meli za kibiashara zinazojaribu kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz bila kufuata sheria na njia mpya zilizowekwa na Iran. Kushiriki kwa makundi ya wanamgambo wa Iraq na Wahuthi wa Yemen ni jambo jipya kwa kiasi fulani. Hali hiyo inaonyesha kwamba bila kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu ya amani kati ya Marekani na Iran, eneo hilo lina hatari ya kuzama zaidi katika mzozo unaozidi kupanuka. Kuna sababu kadhaa zinazofanya Saudi Arabia ijitahidi kuepuka kuingia katika vita vya kiwango kikubwa. Mtawala wake mwanamfalme Mohammed bin Salman, ambaye ni kijana kwa kulinganisha na viongozi wengi wa eneo hilo, ameanzisha mpango wa maendeleo unaojulikana kama Dira ya 2030. Lengo lake ni kuifanya Saudi Arabia ipunguze utegemezi wake wa mapato ya mafuta na kujenga sekta mbalimbali za kisasa za uzalishaji na huduma ambazo zitatoa ajira zenye tija kwa mamia ya maelfu ya wahitimu wa vyuo na shule wanaoingia katika soko la ajira kila mwaka. Sehemu ya mpango wa Vision 2030 ni kuvutia uwekezaji kutoka nje ya nchi. Pia unahusisha ujenzi wa miundombinu kama vile vituo vya kuhifadhi na kuchakata data ambavyo vinaweza kuwa rahisi kushambuliwa wakati wa migogoro ya kijeshi. Hali hii haiwezi kufanikiwa ikiwa Saudi Arabia ikikabiliwa na tishio la kudumu la mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani zinazorushwa na Wahuthi kutoka mpaka wake na wa kusini nchini Yemen, au makombora ya masafa marefu yanayorushwa moja kwa moja kutoka nchini Iran. Septemba mwaka 2019, Saudia ilikumbwa na mshtuko mkubwa. Wakati huo uhusiano wake na Iran ulikuwa mbaya, na Wasaudia waliamka na kugundua kuwa kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran nchini Iraq lilikuwa limerusha ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya vituo viwili muhimu vya mafuta vya Saudi Arabia vya Abqaiq na Khurais. Wakati huo kulikuwa na madai kwamba mashambulizi hayo yalifanywa na Wahuthi wa Yemen, lakini katika matukio ilionekana wazi kuwa mashimo yaliyosababishwa na mashambulizi katika miundombinu hiyo yalikuwa yakielekea upande wa kaskazini. Mashambulizi haya yalisababisha karibu nusu ya mauzo ya mafuta Saudi Arabia kusimama kwa siku kadhaa, na yalikuwa ni onyo kwa Riyadh kuhusu jinsi miundombinu yake muhimu ya kitaifa ilivyo hatari katika kushambuliwa.
Siku ya Jumatatu, picha za satellite zilionyesha kuwa kituo cha mafuta cha Abu Qeik kilishambuliwa tena na ndege zisizokuwa na rubani zilizorushwa na makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq. Kisha kuna suala la mafuta ambalo bado ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Saudia. Iran ilijibu mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyofanyika mwezi Februari kwa kufunga kwa kiasi kikubwa lango la Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa meli kati ya Iran na Ghuba ya Uajemi, ambako kuna takribani 20% ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa LNG duniani hupitia. Kwa mujibu wa hatua hiyo, Saudia iliongeza uzalishaji na usafirishaji wa mafuta kadri ilivyoweza. Takribani mapipa milioni 5 kwa siku hupita katika lango la mafuta linalounganisha mashariki na magharibi mwa nchi hadi kwenye kituo chake cha kusafirisha mafuta cha Yanbu kilichopo kwenye pwani ya bahari ya Sham. Kutoka huko mafuta hayo yalipakiwa kwenye meli za mafuta ambazo zilielekea kusini kupitia bahari ya Arabia na kusafirishwa kwenda masoko ya Asia. Kwa sasa mwanamfalme wa Saudia, ambaye kwa kiasi fulani ameungana na Marekani na ana ushirika na Marekani, anawaza ikiwa ataingia vitani moja kwa moja na Iran au kupitia makundi ambayo yanaungwa mkono na Iran, ni nini ambacho kitaikuta nchi hiyo. Nchi hiyo ambayo imeamua kujikita zaidi katika kuamsha uchumi wake, sasa inajikuta kuingia katika vita na wapiganaji wa Kihouthi ambao wamefunga mlango wa Bab al-Mandeb ambao upo kusini mwa bahari ya Sham, na ni hatari sana kwa uchumi wa Saudia baada ya kufungwa kwa lango la Hormuz. Hali hiyo imeathiri vibaya usafirishaji wa mafuta wa Saudia kwenda masoko ya Asia. Saudia imetumia miaka 7 kujaribu kuwashinda Wahouthi kwa mashambulizi ya anga bila mafanikio. Sasa wanatazama namna ya mapambano dhidi ya Iran. Ni jambo ambalo linamfanya mwanamfalme wa Saudi Arabia kuingia katika mtanziko mkubwa na kutoelewa nini cha kufanya katika kuingia kwenye mapambano ambayo anayaona kabisa ni magumu. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.